akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Hallelujah. Praise Jesus. Praise God. How are you, my brothers, my sister? How have you been? I've been good. My name is Lucy. I'm born again. I love Jesus as my personal savior. This evening, I am blessed by our God. Though I have a retro flu, but that one does not stop us from preaching and talking about our God, sharing about our God. Amen. Amen. So, I'm so sorry for that. For my flu, why? Let's start. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we welcome you as we are about to start. King of glory, uko come and lead us. Kuja utuonyeshe njia, hatuoni, tunahitaji macho yako, tunahitaji mwangaza wako. Kuja utuonyeshe, wadi yako ndio mwangaza wetu, Mungu wetu. Tukianza kuja ukue pamoja na sisi, katikati na pamoja na sisi, na mwisho katikati na sisi. Tunaomba unipee kibali, naomba unipee kibali, Mungu wa ajabu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na tunasema amen, amen, amen. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. My dear brothers, my dear sister, today ningetaka tusome katika kitabu ya Isaiah verse number 59 from verse 1. Let's start from verse 1. Amen. And how are you? How have you been? I hope mmekuwa poa. Pia mimi nimekuwa poa na nashukuru Mungu. Amen. Amen. Na inasema, surely the arms of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Amen. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear them. Amen. Praise Jesus. You are welcome. You are welcome, my friend in Christ. Amen. We are reading in the book of Isaiah from verse 59. That the arm of the Lord is not too short to save us, nor his ear too dull to hear us. Amen. But our iniquities have separated us from our God. Our sins have hidden his face from us, so that he will not hear us. The reason God does not hear us is because of our sins. First of all, our God is holy. First of all, our God is righteous, and he cannot dwell in a place that is not that has sins. And that's why he sent his only begotten son to come to the face of this earth, so that his son can be what? Can be that bridge. So that his son can be that bridge. So whenever we want to go, like for example, right now, I cannot go to God the way I am, because no one, according to the word, no one who is on the face of this earth who is righteous. That's why whenever we want to go to God, we go through the blood of Jesus. The blood of Jesus. That's why God gave his only begotten son, that whomsoever believes in him shall not perish but have everlasting life. That is the blood that we go. The blood is the bridge. Jesus Christ came so that he can be the bridge between God and man. Whenever you want to go, because remember, my brothers, my sister, even in the book of old, whenever the priest wanted to go to the Holy of Holies, he could use the blood. Blood of what? Blood of cow, blood of goat, blood of sheep. He could go, he could sprinkle the temple, so that he can, first he atone for his sins, and then he atone for his people.
and then he can be able to enter into the Holy of Holies. Hallelujah. Hauwezi ukaingia kwenye Holy of Holies without the blood of Jesus. Ndio sababu tunahitajiki hii damu ya Yesu ndio tuweze kuingia. Damu ya Yesu ndio kibali. Damu ya Yesu ndio inakuwa ndio daraja yetu, ndio tuweze kufika kwa Mungu. Amen. Because anasemanga, no one who is on the face of this earth who is righteous. Amen. Saizi akue atahukumu kila mtu, hakuna mtu anaweza akasimama, lakini sababu ya damu, wakati wenye nimeenda kwake, ninaenda ninamwambia, Mungu wa ajabu, nimekuja kwako nikiwa nimepitia katika damu ya Yesu. Whenever you pass through that blood, the blood of Jesus, what does God hears? God hears what was finished by that blood. He sees what the blood did. That's why he can be able to listen to me. Amen. Amen. Okay, for your hearts are stained with blood, your fingers with guilt, your lips has spoken falsely, and your tongue muttered wicked things. My dear brothers, my dear sister, the reason God does not hear us is because of our sins. Makosa yetu, madhambi zetu, mikono yetu iko stained with what? With blood. Kumbuka what Jesus said. Jesus said, hata ukiangalia mtu useme, like for us women, we have this tendency, you know what, I don't like this so and so. You know what, I don't like this so and so. We have that tendency. Tunakuanga na hii habit baya sana ya kuangalia mtu wa Mungu tunamchukia, of which hatufai kufanya hivyo. Kwa nini? Wacha nikwambie kwa nini. Saa hizi katika kitabu ya Ephesians akisema atakubariki, Ephesians chapter number 4. Let's look at verse number in the book of Ephesians, that's where we are looking, and I want to show you why you are not supposed to be hating each other, why you are not supposed to be hating your friends, why you are not supposed to be hating your neighbors. Amen. It is because all of us, especially those who we are of the same faith, all of us, we are, he or she is the child of God. Amen. And if he or she is the child of God, you are not supposed to hate him because he is one. Yeye ni sehemu moja. Nilikuwa natafuta hiyo maandiko kwenye kitabu ya Ephesians 4. Iko hapo. Yeye ni sehemu moja. Christ is the head. Yesu ni kichwa. Amen. So wewe maybe ni mkono, mimi ni mguu, ama mimi ni tumbo, ama mimi ni kucha. Unaona hii kucha? So hata hiyo jibu, hiyo kitu nilikuwa najiuliza leo. Nikajiuliza, mwili wa Kristo, is it complete? I'm still investigating. That one I'm still investigating. Kama mwili wa Kristo ni complete. Amen. So that's why we are not supposed to be hating each other. We are supposed to be loving each other, because you yourself, I told you, maybe in the body of Christ, the head is already with Jesus. The head is already with Jesus, but with Christ. But this body is already with who? Is for us to feel it. So for us to complete this body of Christ. So wewe lazima
ufeel sehemu yako. Mimi lazima ni feel sehemu yangu. So kila mtu wetu lazima tu feel sehemu zetu. Ndio hii mwili ya Kristo ikuwe iko complete. Vienye tu like tunasemanga mimi saa hizi ninaweza nikasema niko complete because niko na all organs zote niko nazo, sehemu zote za mwili niko nazo. Amen. But wakati wenye tunaenda na huko kwa street tunapatanga either mtu mwenye hana mikono, mwingine hana miguu, mwingine hana like ni viwete wanaobaoba. Wakati wenye tumeenda kwa hao watu viwete wenye wanaobaoba, what do we always say? Tunasemaga mtu ni kiwete because either hana miguu, hamna mikono, ama mikono yake ni short hivi. So the same way tunafaa kukua tuna feel this body of Christ. We are supposed to be feeling this body of Christ so that it will be complete. So you have to pray your part so that if wewe ni kucha, lazima ufeel hiyo kucha. Amen. Kama wewe ni hii kidore, ama kama wewe ni hii sehemu moja ya hii kidore, lazima ufeel hii sehemu moja ya hii kidore. Kama mimi ni the second sehemu ya kidore, lazima ni feel so that the body of Christ haitakuwa haitakuwa kiwete. Amen. But most of the time what are we doing? Tunafanya the body of Christ ikuwe kiwete because we don't want kusimama to fill the gap. Amen. Yet tunasema we are quote in quote born again. Amen. Okay, so tumestain mikono yetu na na damu. Yesu alisema ukiangalia mtu vibaya, yani like ukiangalia mtu umchukie, you have murdered that person. Hujamwaga damu but kumchukia bila sababu umemuua. So ni watu wangapi wameuana huku nje? Ni watu wangapi, na especially this one is with mostly with Christians. Na wacha niseme hivi, and mostly with the ladies. Tuko na hii tabia sana. Ati unaangalia mtu unamchukia. Why are you hating? Remember, all of us, we are one thing, the project of Jehovah God. The project of Jehovah God. And that's why he sent his only begotten son. If today Muslims decided to use this blood, they will be cleansed, they will be sanctified, watakuwa wamekubaliwa biguni. If Hindus watakubali kutumia hii damu, they will be accepted, watakuwa wanafanya wakikubaliwa biguni. Hallelujah. So damu ya Yesu haikukuja kwa sisi Christians tu peke yake. Hapana. Na once hata Muslim akikubali akuja na aokoke, atakuja na atafeel in the body of Christ. Atakuja kufeel sehemu fulani kwenye body of Christ. Saizi I still believe. I don't know, but wacha tu niache kucomment about that. Amen. Amen. Your hands are stained with blood, your fingers with guilt. Oh my good God. Hizi vidole zetu zimejaa guilt. Guilt of what? Guess what? Like for example, this one I'll discuss about the people, and I'm sorry to use vulgar language. I don't like it, but I'll use this one. Please, I'm so sorry, but let me use it. For those people who masturbate, imagine the same fingers you used to masturbate. It's the same fingers you are going to Jehovah God with. Imagine. The same fingers you used to masturbate with, that is the same fingers you are going whenever you go to church. Unainua mikono juu, unasema Bwana nimekuja kwako, naomba unisamehe. But ukienda jioni, unatumia the same figure sababu umejificha kwa kitanda, so you can masturbate because uko ndani ya kitanda. That is very wrong. Amen.
Your lips have spoken falsely, and your tongue muttered wicked things. Our lips, midomo yetu, our lips has spoken falsely. Vitu zile zote haijaongea kitu moja poa, kitu moja ya ukweli. But yet the word of God told us something. Inasema nini? Inasema there in the book of Proverbs chapter number 6, verse number Proverbs chapter number 6, verse number 16 to 19. Amen. And it says, there are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him. Amen. Number 1, haughty eyes. Number 2, lying tongue. Here is where everybody in the face of this earth, oh God needs to deliver us. Because everybody has been speaking lies. And if there is something I have seen in the Bible itself, what God hates most is the people who spoke lies. That is one thing that he hates most. The people who spoke lies. Hearts that shed innocent blood. We have seen that it not only ati God anakuja kupunish, ama God anachukia wenye wanaua, like direct unachukua either buduki unashoot someone, but pia wale wenye unachukia mtu bure, you are also a murderer, as the Bible says. So my dear brothers, my dear sister, lying tongue, hii kitu imelala sana. Hata Christians, hata pastors, they still lies. And tunafaa tuombe God atuondoe, atuokoe, aturedeem kutokana na hii. Because hii ni Mungu mwingine, ni kamungu kegine nimeona like kako everywhere. Ukienda hapa huyu anadanganya, ukienda pale huyu anadanganya. Si mtoto wako, si mamako, si pastor, si hata president, everyone anadanganya. Sijui ni nani mwenye hadanganyi in the face of this earth. Na only God who can help us. Amen. But hiyo ni kitu moja yenye pia God anachukia. The hearts that are lashed to do wicked things. Amen. A heart that devises wicked schemes. Heart zetu zina devise nini? Wicked things. Amen. Hatuwezi tukakuwa tumekaa tu hivi, unaangalia mtu fulani, unaanza kwa roho yako kumfikiria vyenye utamanda huyo mtu, utamfanyia huyo mtu mabaya. Hallelujah, praise God. Feet that are quick to rush into evil. Ile miguu ukibia sana inaenda kufanya nini? Inaenda kufanya maovu. Unatoka unakimbia kwenda kufanya nini? Maovu. God hates those feet. Hiyo miguu yenye inakimbia kwenda kufanya maovu, God anaichukia sana. Hallelujah, praise Jesus. Usijali niko na homa kiasi, but I will be fine. Amen. A false witness who pour out lies, and a person who stir up conflict in the community. A false witness, yani umechaguliwa. Like hii kitu, hebu uliza lawyer. Lawyer anaweza kasema uko hapo na mimi niko hapa, na umenichukulia hii pen, hii kalamu umenichukulia, na ata twist, I twist, na sasa hiyo ni uongo. Amechukua akaitwist mpaka ikakuwa. Si lawyer wote, lakini there are some wicked lawyers, wana twist mpaka inakuwa ni ukweli, na sasa hiyo ni uongo. Amen. A person who stir up conflict in the community. Ule mtu mwenye ana stir up conflict
mkiwa mko kwa kijiji mmetulia, lakini mtu anatoka from nowhere anakuja na kikitu na ni kustar conflict. Huyu si mzuri, anafaa uawe, sijui anafaa amefanya nini. Na saa hiyo God anachukia hao watu. Amen. So my dear brothers, my dear sister, praise God. Wacha tuache hii historia kwenda tunadanganya. God anachukia, sababu hii ulimi ndio tunaenda kusifu Mungu nayo kanisani. Hii ulimi ndio tuna kneel down kwa nyumba zetu, tunamuita hii ulimi. So me hata sometimes I wonder kwa wale wetu wanafanyanga oral sex. That is very si poa. It's better uache. Kwa wenye wanafanya oral sex ni ile ya mdomo. I'm so sorry to use vulgar language, I don't like it, but I'll say it. Kwa wenye wanatumia sio poa, na God anachukia, sababu hii mdomo ndio tu tunaendaka kwa Mungu nayo, kumsifu nayo. Ndio tu tunaenda tuna kneel down, tunamuinua na hii mdomo. Matamshi yetu, kinywa yetu tunaipasa, tukimuibia, tukimuita, tukimulilia, the same mouth. Amen. Amen. So we are number what? Because we are reading in the book of Isaiah 59, but because of verse number 3, that's why we go there to the things that the Lord hates. Amen. In the book of Proverbs 6, from verse 16 to 19. Amen. Amen. Number 4, no one calls for justice. No one pleads a case with integrity. Amen. They rely on empty argument. They utter lies. They conceive trouble and give birth to evil. Hakuna mtu mwenye anaongeanga ukweli. Mungu atusamehe, na Mungu atulidime, na Mungu atuonyeshe neema yake. Tuwe tunaongea ukweli. Kama kitu ni hapana, sema ni hapana. Hutaki, sema sitaki. Because Jesus said, let your answer be either yes or no. In between, it comes from the devil. Ati sijui nini, unaanza kusema vitu zingine zenye ziko huko katikati. Sema sitaki. Kwani iko nini? Utafanya hivi, sitaki. Na unaenda ukienda. Amen. Amen. So that tuache kuconceive troubles. Yani tunakuja tunalisha trouble. And then after kurisha trouble, what will happen? Tuna give birth to what? To evil. Because the moment umechukia mtu, umekaa aki, ni sipendi huyu mtu, sipendi Lucy. Tumeagree na tukasema Lucy ni part of what? Ni part of God's body, yani Christ's body. Amen. Na body ya Christ haiwezi ikakuwa complete without Lucy. As long as Lucy may accept Jesus Christ as her Lord and Savior. So lazima Lucy akue hapo ndio the body of Christ ikue nini, iko complete. Na wewe mwenyewe lazima ukue hapo ndio the body of Christ ikue nini, ikue complete. So sifai kukuchukia na hufai kunichukia. Amen. Praise Jesus. Ndio tukue tumeweza kukamilisha this body of Christ. Ndio tuwe tumeweza kukua, the body of Christ is completed. Imagine I am not there. And do you think the body of Christ will be completed? No, sir. No, ma. If you are not there, the body of Christ is not complete. So you need to be there. And I need to be there to complete. Because already, Jesus has already taken the head. So the other body, it has so many different iko na viungo baribari mwili, yani
imegawanyishwa. Kuna vidole za miguu, kuna kucha, kuna everything. Na sababu hatutaki kusema ati hii mwili ya Kristo iko kiwete. So lazima tukue tumefanya nini? Lazima tukue uko hapo ndio tu complete hii mwili na mimi nikue hapo. So imagine umenichukia na then tunafaa ku complete hii mwili ya Kristo. Do you think the body of Christ will be completed? No sir, no ma. Hallelujah, praise Jesus. So lazima tukue tunapenda mtu ule mwingine, sababu sisi zote ni project ya God. Na whether anybody, hata Muslim sasa hizi akikuja atumie hii damu ya Yesu, atakuwa ameincludiwa kwetu. Hallelujah. And thank you so much everyone who is joining. May God bless you. Atakuwa amekubaliwa kwenye nini? Kwenye kuingia kwa hii mwili ya Kristo ndio ikuwe iko complete. Amen. So my dear brothers, my dear sister, wacha tuache kuchukiana. Amen. Amen. Number 5. They hatch eggs of vipers and spin a spider's web. Whoever eats their eggs will die, and when one is broken, another is hatched. Ile ni maovu yote yenye tunazaga kwa nini? Sababu tunakuja tunachukia ule mtu mwingine, tunamchukia, na tukiulizwa kwa nini umechukia mtu fulani. Nimesema hii kitu sana iko na ladies. Unasikia mtu hata kwanza ni kanisani, mtu anasema mimi sipendi huyu, mimi sipendi ule. Why? Mbona unachukia huyu mtu? Thank you so much everyone for joining me. May God bless you. Mbona unachukia huyu mtu? Mbona ukuja umchukia? Why do you hate the person? The person is there. Ni wa Mungu kama wewe. The same way we ni wa Mungu, the same way huyu mwingine ni wa Mungu. So wacha tuendelee kupendana. Na tukiwa tunapendana, kama nakupenda Miss Ann, Mr. Yasa, everyone who is joining, kama nakupenda, hakuna vile nakuweza nikakuja nikuchukie, sababu najua we are of one, the body of Christ. Tuna complete this body of Christ. But the moment nakuchukia, na imagine unafaa kukuja kufeel maybe kucha wapi? Kwenye body of Christ. Wewe Mungu atakuweka hapo, mimi ataniondoa. Na tunajua one thing, there is one song in Kikuyu, inoni nyugo ya Ngai ndiagaga muteng'ori rene ithabu riake ritiagaga aja. Whenever umetolewa hapo, God anachukua mtu mwingine anamweka hapo. Akimweka hapo, ana feel hiyo position yako. Remember, there is the time Israelite walisemanga, sisi tunataka king kama ile countries wengine. So God Samuel akaenda kwa God akamwambia, God, watu wanasema wanataka king. God akamwambia, usijali, sio wewe wamereject, ni mimi wamereject. Lakini waambie watulie. Samuel akarudi kwa wao, akakuja akawaambia, ni ukweli mtapewa king kama venye mmerequest. Ndio walienda wakatafuta Saul akakuwa king. But one day God alikujanga akasema nini? I regret making Saul the king. Hiyo ni kitu moja God alisema. Na hata wakati wenye Samuel ameishi kulilia Saul, God alikuwa anamwambia hapana, nimemreject. Alimreject na akachukua mtu mwingine. Akachukua nani? Akamwambia, enda kwa Jesse, enda unianoitie mwenye nitakuonyesha. Samuel akauliza Mungu, na nikienda Saul asikie ninaenda huko, si ataniua? Akamwambia, usijali, wewe chukua little sheep
Ukiulizwa na mtu sema unaenda kunifanyia sacrifice huko. Na hapo Temenya alifika huko akauliza ni huyo, akaambiwa hapana, wote wakaisha. Jesse, kuna mtu mwingine? Akaambiwa kuna Karastibon. Hata hakakuwa kana kubukwa. Kako wapi? Kwenye kichaka kanarisha kondoo. Akaambiwa hatuwezi tukaanza kabla hajakuja. Wakati wenye alikuja, Mungu alisema ni huyu. David akakuwa anointed. So God akakuwa already amejichagulia nini? Amejichagulia mtu mwingine. So Saul alikuwa analilia nani? Alikuwa analilia Samuel alikuwa analilia Saul. But God naye already hati yake ilikuwa imetoka hapo. I regret. So tusifike hapo. Nilikuwa nakumbuka hiyo maandiko leo, najiuliza Mungu wangu, tusamehe tu. Ati usituteme tutoke kwa mdomo yako. Ndio siku moja isifike useme I regret choosing Lucy as my servant. I regret choosing so and so as my servant. Because saizi najua, I know God akona watu wengi wenye anasema I regret choosing so and so as my servant. So my dear brothers, my dear sister, like yesterday tulikuwa tumesomewa, kulikuwa na mandre prayers, na tulikuwa tumesomewa katika kitabu cha Ezekiel. Actually hapa tulisomewa only one verse, which is chapter number 13 verse 9. Chapter number 13 verse 9. Yes, chapter number 13 verse 9. It says, my heart will be against the prophet who see false visions and utter lying divinations. They will not belong to the council of my people, all be listed in the records of Israel, nor will they enter the land of Israel. Then you will know that I am the sovereign Jehovah. So, my dear brothers, my dear sister, that the hand of God is against those people. The hand of God is against those people who come and say there is peace. Meanwhile, there is no peace. Saul was there. Saul was thinking, because Jehovah God has already chosen me. Because you remember, the time he went to look for the sheep, when he was being anointed, he was even hiding himself. But Samuel could say, he is hiding himself there. And he was anointed. And he stayed in the high priest. And as he was going, the people came and gave him gifts. Amen. And he could be able to rule Israel. He was the first king God chose. But eventually God came and regretted. He said, I regret choosing Saul as the king. So my dear brothers, my dear sister, that's why salvation, we need to work our salvation with tremble and fear. Tukiwa tunaogopa na tunanyenyekea. Because remember, even demons, they tremble before him. They tremble before Jehovah God. So, sisi ndio tunaendanga tu tuko tumetoa chest out na tunaenda kwa God. Come on. My dear brothers, my dear sister, wacha tuende kwa Mungu kama tumenyenyekea. Wacha tuwe tunaenda kwa Mungu kama tunaenda tukiwa tunajua kwenye tunaenda si mchezo. But because of his mercy, but because of his grace, but because of that blood, we can be able to go boldly into the throne of grace. Amen. So, wacha tuache kuchukiana, wacha tuache kuangalia mtu, cause nikikuchukia, Yesu alisema hata nikikuchukia bila sababu ni kama nimekuua. Ni kama tu ule mtu mwenye alichukua bunduki akanishoot, ama akachukua panga akanidunga ama akanikata. So me and that person, we are the same. Tumeua. Amen. But the moment ni mtu amekukosea jaribu. Does it hurt? A lot. Sometimes it hurts a lot.
a lot, a lot, a lot, a lot. But because you know, mwenye unafuata hakuwa anajiulizia, so hatufai pia sisi. Amen. Amen. We are in number 6. We are reading in the book of Isaiah 59. Now we are in number 6. Their cobwebs are useless for clothing. They cannot cover themselves with what they make. Their deeds are evil deeds, and acts of violence are in their hands. When I was reading at this word, nilikuwa nakumbuka venye Mungu alikuwa anasema. Mungu chenye anasemanga, uonyeshane mercy. That is in the book of Zechariah. Zechariah, the book of Zechariah. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. The book of Zechariah, Zechariah chapter number 7, verse number 9 to 10. Amen. And it says, this is what the Lord Almighty says: administer true justice, show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other. When I was thinking about this word, my dear brothers, my dear sister, what I see is, unaona, God chenye hutaka ni relationship yetu mimi na wewe. Ni relationship yetu vyenye tunakaa. Pia hiyo inamata sana. Because for God so loved the world that he gave his only begotten son. That statement is enough. God alipenda tu dunia. Na si dunia alipenda sababu dunia like mchanga ama mawe. Alipenda dunia because ya mimi na wewe. Because Yesu Kristo temenye alikuja kwa hii dunia, hakukuja akukufia mawe, hakukuja kukufia mchanga, hakukuja kukufia samaki ama wanyama. Alikuja kukufia nini? Binadamu. So for God so loved the world that he gave his only begotten son. Ndio sababu binadamu ndiye mwenye alifanya Yesu alete nini? Yesu Kristo. God alete nani? Yesu Kristo. So kama hakungekuwa na binadamu, Yesu Kristo hangefanya nini? Hangekuja. Amen. Lakini alikuja kwa sababu ya binadamu, na ndio aweke hii bridge between binadamu na Mungu. Hapa kulikuwa na ditch kubwa sana. Hapa kulikuwa na mto kubwa sana. Binadamu hangeweza kuvuka, Mungu angeweza, but binadamu hangeweza. Na ndio binadamu aweze kuvuka, lazima Yesu angekuja akufe, so aweke msalaba. So ndio binadamu awe anapitia kwenye hii msalaba ndio afikie Mungu. Amen. So wakati wenye relationship between man and a man, like yani human being and a human being, amen, inamata sana. Sababu ukiangalia Mungu anasema nini? Uadminister true justice. Nani hupewa justice? Ni ukienda unapeana justice yenye, hukumu yenye inafaa. Huendi ukabraibiwa. Siedi nikabraibiwa ati ndio nipeane partial judgment ama nikuwe na favor side moja. Hapa kwa wenye wanachukuanga bribe watakuwa na shida. Amen. Okay, show mercy. Tuoneane huruma. Nikuonee huruma, unionee huruma. Hallelujah. And compassion. Na nikuwe na huruma na wewe. Na kama niko na kitu, nikupe. Amen. Amen. Okay, to one another. Do not oppress the widow or the fatherless. Widows wenye wako karibu na wewe, usiwa oppress. Fatherless wenye wako karibu na wewe, usiwa oppress. So hii kitu yote ukicount inaonyesha na nini? It's about binadamu. Hapa God hakuna mahali ameingililia. It's about binadamu, the relationship between one binadamu to the next. Amen.
the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other. Usifikirie ule mtu mwingine mabaya. So this is what the Lord wants. Nothing else. Amen. Hakuna kitu kingine Mungu hutaka. So ni relationship ya mtu na mtu ule mwingine. Because alikuwa anajua binadamu, especially wasichana ama wamama, chuki. May God have mercy upon us. So ndio tuwe tunaweza kukuwa na relationship poa kwa Mungu. Lazima nisikufanyie mabaya, usinifanyie mabaya. Ndio tuweze kufeel hii mwili ya Kristo. Ndio tuweze kufeel hii body ya Kristo. Hii body ya Kristo, kichwa already ishachukuliwa. But mwili ndio una feel na mimi nakuja na feel. Ule mwingine anakuja ana feel. Mpaka ikuwe iko complete. Hallelujah. Praise Jesus. So, my dear brothers, my dear sister, we are now in verse 7. Their feet lash into sin. They are swift to shed innocent blood. They pursue evil schemes. Act of violence marks their way. Kila kitu yote ni binadamu ule mwingine chenye Mungu hutaka. Amen. Ati feet zenye zinakibia kwenda kufanya maovu. Na tumeangalia hapa katika kitabu ya Proverbs 6 from verse 16 to 19. Zile vitu 7 zenye Mungu huchukia. Anachukia miguu yenye inakibia kufanya maovu. Si kufanyia God maovu, ni kufanyia ule binadamu mwingine maovu. Amen. So feet zenye zina rush kufanya dhambi. Unaenda kwenda kufanya dhambi. Huwezi ukajienda kujifanyia dhambi wewe mwenyewe like. Dhambi inaitwa dhambi sababu umeenda umefanyia mtu mwingine. Maybe umeiba bibi ya mwenyewe ama umeiba bwana ya wenyewe. Na unajua for sure huyu mtu ameoa ama ameolewa. Hallelujah. Unajua hii karamu si yako lakini umekuja umechukua na umeficha kwa mfuko. Praise Jesus. Unaenda unatusi mdomo yako, mdomo yenye una praise God nayo. Ndio unaenda tu kutusi jirani yako. Ndio unaenda kufanya oral sex nayo. Ndio unaenda lips zenye unaambia God wastahili. Sifa na utukufu ni kwako. The same lips ndio zenye umekuja umedanganya. Umeenda umedanganya mambo mingi sana. Instead it's either yes ama no, like what Jesus said. Wacha jibu yako ikue ndio au la. Ile ingine yote yenye iko katikati, hiyo imetoka kwa muovu shetani. Hallelujah. So wacha tuache kukibia kufanya maovu. Wacha tuache kupursue evil schemes. Tunajua hii kitu ni baya. Nimekuja kwangu, nimeoga, nimevaa nguo vizuri. Praise God, praise Jesus. Na najua naenda kukutana na kimzee cha wenyewe na huko kwa hoteli. Ama natoka pale nje, naangalia, look right, look left, look right again, naambia kimzee cha wenyewe, ikia kwangu haraka. Hakuna mtu mwenye anakuona. But wacha tusisahau, kuna nini? Kuna jicho huangalia. Amen. Tulikuwa tumeangalia katika kitabu ya Galatians. Na tukaona ile kitu yote yenye unapanda utakuja kuivuna. Na utaivuna aje? Kumbuka venye kitabu cha Hosea husema, Hosea 2 from verse 6. Ati Mungu atajibu bigu litajibu mchanga. Mchanga nayo itajibu nini? Mbegu yenye umepanda. Hiyo mbegu nayo ikipadwa, instead ya izae ngano ama izae mahidi ama izae mbegu poa ama maharagwe, itazaa nini? Itazaa ile uovu yenye umeweka huko. Itazaa ile maovu yote yenye umepanda huko. Cause kila kitu umepanda ndio utakuja kuvuna. Hallelujah. Hakuna kitu inaendanga tu hivyo. Na nani mwenye unapadia mabaya? Si God. Of course not God. Ni binadamu mwenzako. Ni jirani yako.
Ati mnaulizana nini? Kaba ya kuanika nguo. For goodness sake, kaba ya kuanika nguo. Ati mnaulizana nini? Sijui plot, piece of land. Na sijui ni kwa nini wamama wako na hii tabia sana. Unapata mabrothers 3 ama 5 wameolewa, wako sawa, wanaishi very peaceful life, but wacha wamama waingie huko, wa kwanza aoe, wa pili aoe, wa 3 aoe, hata wa 4 hata wa 5. Utaanza kuona hawa mabrothers wameishi kupendana, wanachukiana ile hujaiona, wanachukiana like kuchukiana kabisa. Sijui huyu amekuja amevuruta mchanga ya kwangu amejiekea, sijui huyu kuku yake sijui imekuja imekula kwa sukuma wiki zangu, sijui huyu naye ng'ombe yake imeingia kwa shamba langu imekula nyasi yote. So unapata ugomvi umeanza. Sababu ya nini? Na hawa mabrothers wameishi kukua poa. Wamama tuache hiyo tabia. Mungu atusamehe. Na kama uko mahali na unajua uko sawa, give praise to Jehovah God. Abia Mungu asanti. Kwenye niko mimi sijaikuwa na hiyo issue. Lakini kama kwenye huko ushaikuwa na hiyo issue, wacha tuache. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay, the way of peace, number 8, the way of peace, they do not know. There is no justice in their path. They have turned them into crooked roads. No one walks along them with, no one walks along them with will know peace. Hakuna mtu mwenye anapitianga those crooked paths. Jeremiah called them what? The crooked paths. This is a straight road. It's already tarmacked, but someone will start using bush instead of using this tarmac road. Hallelujah. Praise God. So tuache kutumia msitu, tuache kutumia hiyo njia iko na potholes, tupitie hii njia poa. Come on, let me ask you, praise God, what does it take, or how much does it take for you to love your neighbor? How much does it take for me to love my neighbor? It takes patience and knowing the fact that huyu ni body ya Christ. Na wakati nachukia mwili ya Kristo. Wakati namtusi, natusi mwili ya Kristo. Wakati namuonea wivu, ni mwili ya Kristo naonea wivu. Wakati namfikiria mabaya, ni mwili ya Kristo namfikiria mabaya. Wakati namprotia evil, ni kuje ni muhamu, ni mwili ya Kristo nafanyia hii mambo yote. Hallelujah. Praise God. So, and then also some things. There is a one day I look na nikaona, unaona saa zingine diseases zingine, yani maugonjwa zingine tuko nazo ndani yetu ni sababu ya kutosamehe, ni sababu ya mawivu, jealousy, hypocrisy, malice, zile vitu zote baya tumeweka ndani yetu. Hizo ndizo zinatufanya body zetu zikuwe zinaumia. Hebu kuanzia kutoka leo usichukie mtu, talk anything bad about anyone. Uendelee tu kama wewe, ukae na useme God, kuanzia leo sitachukia neighbor wangu, kuanzia leo sitachukia anyone. Nipe roho kama yako na utaona utakuwa poa. Pia mimi, sio wewe tu peke yako. Even me, nikiongea wakati wenye naongea kuhusu hii neno, I'm talking also about myself. Hii wadi inaniongeleshea kama hivi yenye inakuongeleshea, that nafaa kuchange, nafaa kupenda ule mtu mwingine, nimpende, nimuonyeshe love ya Kristo.
Inaweza ikakuwa maybe hajaokoka kama mimi, maybe wewe ni bwana ama wewe ni bibi, wewe ndio umeokoka, the other party is not yet saved. Unaweza ukamfurutia aje ndio akuje kwako, ndio akuje aokoke, ndio akuje aokolewe? Utamfurutia na nini? Na matendo yako. Unanyenyekea. Kunyenyekea si kusema ati wewe ndio ulikuwa na makosa. Sometimes you tell the person I'm so sorry, but not because ni wewe ulikuwa na makosa, but you want the peace to reign, idumu, amani idumu. Unataka amani idumu, na ndio amani idumu lazima wewe ukuje chini. Like Proverbs 15 verse 1 nasemanga aje? Let's tuangalie. A gentle answer. A gentle, Proverbs 15 verse 1. A gentle answer turn away wrath, but a harsh word stir up anger. I repeat. Proverbs 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Umekuja juu na mimi nimekuja juu. Hakuna mtu mwenye anasikiza mwingine. Ndio sababu unastukia mtu amekuja amechukua kisu amedunga ule mwingine. Ndio unasikia mtu amekuja because huyu ako juu, hakuna mtu wa kukuja chini. Everybody ana flex muscle. And as a matter of fact, most of the men mwanaume wacha niache kucomment hiyo. Maybe naweza nikasema kitu baya si poa. But because hata kuna wasichana wengine huua. Unapata mtu ameua bwana yake. Because hakuna mtu mwenye alitaka kunyenyekea. Everybody amekuja juu na huyo amekuja juu. Wakati tunajua a gentle answer turn away wrath, but a harsh word stir up conflict. Because wakati wenye nimekuja nimekuongeleshea vibaya, nimekujibu vibaya, utasikia anga kwa roho yako. Maybe wewe ni mtu wa ile hasira za quick, so utareact. Na once umereact, ndio sababu unasikianga watu watakiwa kwa jela, mtu anasema mimi sijui hasira hili nipanda haraka sana, nikasikia nimechukua kisu na nimemdunga na akakufa. So huyo mtu anaishi kuregret. Why? Sababu alimwaga damu. That is one thing. Second, ameishi na hiyo guilt ndani yake, sababu anajiuliza why did I kill that person? So wacha tuache kukua na harsh words. Wacha tukue tunapendana. Because all what God wants is what? Loving each other. I love you, you love me. Hiyo ndio tu God hutaka. Hey, Kadansa. Hi, sweetheart. I miss you. So, hiyo ndio kitu tu God hutaka. Nikupende, unipende. Ndio tukue tunajenga hii mwili ya Kristo. Tusipojenga hii mwili ya Kristo, hakuna vile hii body ya Kristo itakuwa complete. Na wewe ukiwa unanichukia ama mimi nikikuwa na kuchukia, God ataniremove hapo. Na akinitoa, God hakosi mtu mwingine wa kukuja kujaza. Because remember, nyungu ya Mungu haijaikosa. Mumitengoli ndireaga, haijaikosa. Praise God. So lazima ukue unanipenda na mimi nakupenda. Kuwe kuna amani. Ndio tuwe tunaishi na amani. Tusiwe tunachukiana bure. Hallelujah. Praise God. So my dear brothers, my dear sister, wacha tujaribu. Because hakuna, hata Bible says, hakuna vile tunaweza tukasema tunapenda God
na sipendi ule mtu mwingine, na sipendi mwenye naona. Yet huyo mwenye naona, he is the likeness of God. The same way I'm the likeness of God, the same way the other person is the likeness of God. So whether I like it or not, no matter how much huyu mtu ana stir up conflict, lazima nijaribu kumwepuka, lakini nisimchukie. Ni make sure that roho yangu ni safi kwa kila mtu, mawazo yangu ni safi kwa kila mtu. Ulinikosea, I let it go. Ukikuja kwangu uko na any shida, unataka any help, I step in na kusaidia. Amen. Na make sure that kila kitu yote iko sawa. Verse number 9. So justice is far from us, and righteousness does not reach us. We look for light, but all is darkness. For brightness, we walk in deep shadows. Hakuna justice, hakuna righteousness. Tunatafuta mwangaza, hatuoni. We are bright, so tunaenda tukitafuta ukuta. Unakumbuka? Tumefungwa macho, but it's like tumefunga macho, tunaenda tukitafuta njia. So lazima uende ukishika. Ushaienda praise kukiwa kuko na giza kabisa, totoro, like unaweza ukaingia kwenye kabuti ya mtu sababu ya giza, totoro kabisa. So unaenda ukijishikiria, ukiangalia ndio uweze kufanya nini? Kuingia, kupata njia. So wakati wenye hakuna justice from us, wakati wenye hakuna righteousness ya God, haitufikii. Righteousness ya God inapatikana juu. Let's look at the book of Psalms 143. Nilikuwa na hiyo maandiko asubuhi hii. 143. Where did I see that? I think I forget which verse, but inasemanga the righteousness of God is in heaven. Na ndio righteousness yake itufikie, lazima tukue tunaonyeshana nini? Justice. Na hii justice tunaonyesha nini? One another. Hallelujah. By the way, hata tukiangalia salvation si kusema ati praise God, I'm born again, my name is Lucy, I'm born again, nimeokoka, niliokoka mwaka wa 1900. That is not salvation. Every word in this Bible is salvation. Because hii word, whether iliongelelewa in the Old Testament, because Old Testament is the shadow of the New Testament. Whether iliongelelewa in the Old Testament, whether imeongelelewa in the New Testament, it is what? Inatupeleka praise moja, which is salvation, nothing else. Na salvation, hakuna vile unaweza kusema uko na salvation ya God, ama niseme niko na salvation ya God na jirani yangu ni mauchuki niko nayo, na jirani yangu hata nikipata buzi yake imeanguka kwa shimo, sababu ati simuongeleshe, hata buzi nitaiachanisha hapo. Hakuna salvation niko nayo. Ati niko na salvation, but nikikaa hivi nafikiria ule mwingine mabaya. Ati niko na salvation na jirani yangu analala njaa, na najua analala njaa na siwezi nika step in. Ati niko na salvation na naenda kumwaga damu. Ati niko na salvation na vitu mingi zenye hasifurahishi Mungu ndizo zenye nafanya. So my brothers, my dear sister,
tumeagana nini kutoka leo? We have agreed that to take care of the body of Christ. If we don't take care of the body of Christ, God will remove me, God will remove you, and he will put another person. What will he say? He say, I regret choosing Lucy as my servant. I regret, the same way he said to Saul, I regret choosing Saul as the king. So if I want to be on a safer side, I must love my neighbors. I must love everybody, so that I'll be here in this body of Christ. Let me not be the one who is making the body of Christ not to be complete because of my wickedness. Because remember, each one of us, we are one thing, the project of Jehovah God. And what is his project? For God so loved the world that he gave his only begotten Son to come to the face of this earth, so that because God is holy, he is righteous, and here on earth, nobody who is alive, who is holy, who is righteous, no one. So Jesus has to come so that he can cross this bridge between man and God. Jesus has to lay his life here so that I do not need the blood of sheep, the blood of cow, the blood of goat or of hen, so that I can be able to enter to God. So I only need the blood of Christ, the blood of Jesus, and I'll go to God. And I say, Father, I come to you through the precious blood of Jesus. So when God see that blood, he will not see Lucy. Me, if I go like that, he will maybe he will. Maybe he will kill me. He will finish me. But when I go through the precious blood of Jesus, he will look at the blood, what blood accomplished, and he will listen to me. Because what he is seeing, he is not seeing Lucy. He is seeing the blood. Damu ya Yesu ndio anaona. So anasikiliza. What did the blood did? And that's why I'm being given access to the Holy of Holies. Amen. Praise Jesus. And also, like the book of Jeremiah 17, I think verse 10. God is the one who searches the heart and reveal our mind. So, ule mtu mwingine naonyeshana, do I show justice to the other person? Do I plot evil to the other person? Do I show compassion to the other person? Nini nafanyia ule mtu mwingine? What do I do to the other party? God always look at all those things. Hallelujah. Praise God. So from today, let's watch out how we live with each other, because that is part of salvation, on how we live with each other. The other finishing salvation is accepting Jesus as the Lord and Savior. That is only partial. That is the only part of salvation. But how we live with each other, if we remember that all of us, we are the project of Jehovah God. If today Muslims, they want to use the blood, they will be accepted. Because Jesus Christ did not only die for us Christians. He also died for Muslims. He died for Hindus. He died for atheists. So if they agree to the blood, they are also counted among us. They are also counted among this body of Christ. Amen? Amen. I hope from today, you, me, and the other person who will come after to hear this word, we will change. We will start loving our neighbors. We will start having the mind of our neighbor is also the project of God. Our neighbors, everyone on the face of this earth, is the project of God.
And if everyone is the project of God, so it is our mandate to love each other so that we can be complete in salvation. If we only love others and we don't accept Jesus Christ as our Lord and Savior, and we use his blood, our salvation is not complete. If we only use the blood of Jesus and accept Jesus Christ as our Lord and Savior, then we do not love our neighbor, we do not love everyone, our salvation is not complete. Hallelujah. Praise Jesus. Because most of the things, even the things that God says he doesn't like, the lying tongue, who are you deceiving? You are deceiving your neighbor, not God. The legs that are lashing to go do evil, who are you going to do evil things to? To your neighbor, to other person, not God. Hallelujah. So, my dear brothers, my dear sister, from today, let's check on how we live with each other. Yeah, I know that person hurt you so much, but remember, you did not die for them on the cross. You did not go to the cross for that person. Whatever he hurt you, did they even hurt you more than the way they thought they hurt Jesus? Imagine to go and crucify him on the cross when he was naked. To go, if it is today, believe you me, bloggers could have gotten a good story to give about Jesus. Then they nailed him. They did not even give him the medicine that makes the person not feel pain when he is being cut. I don't know what we call that medicine. But whenever you want to go to the theater, they inject you with a medicine so that you'll be half dead and half alive. So they did not give that medicine to Jesus. So imagine, whole like now, someone is coming to nail you. How will you feel? So that's why, my dear brothers, my dear sister, inabidi to change, inabidi to badilishe. Amen. Amen. Thank you so much for joining me. Today I will reach there. I thank God. I still have kafuru kiasi, but nashukuru Mungu kwa neema yake. Nashukuru Mungu kwa kunijoin. Nashukuru Mungu kwa lafi yake, kwa upendo wake. Asanti sana. Mungu ambariki. Asanti sana. Asanti sana, nimeshukuru. In Jesus name, amen. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasema ni asanti. Tunasema ni asanti sababu ya neno yenye umetupea. Mungu mwema, tunaomba tusaidie kukaa kwa amani mtu na ule mwingine. Tunasema tunakupenda, but hatukaangi na amani. Hatukuangi na amani na ule mtu mwingine. Tuko na chuki, tuko na wivu, tuko na maris. We have all kind of things zenye hasikufurahishi. But Daddy, kutoka leo, wacha tukae tu na amani. Tusaidie kupenda ule mtu na mwingine katika jina la Yesu. Mungu wetu, watu wengine wametuhurt sana, but sini wewe ulituambia kwenye kitabu ya Ezekiel ati utatutoa roho gumu za mawe, utuweke roho za fresh, roho zenye zinakusikia. Tuweke roho za fresh zenye zinakusikia, Mungu wa ajabu. Ndio tuache kuhurt hii mwili ya Kristo. Tumeihat sana sababu ya uovu yenye tunafanya. Tusamehe kuanzia leo. Tupe roho za fresh, roho zenye zinakusikia, ndio tuweze kucomplete hii mwili ya Kristo katika jina la Yesu. Tunaomba neema na wema wako ziende pamoja nasi, zikae pamoja nasi. Mungu wa ajabu, ni asante kwa hii neno.
Asanti sweet Holy Spirit kwa kunisaidia kuongea kulingana na mapenzi yako. Asanti Yesu kwa kukubali tukushare in Jesus name. Thank you Father, sababu umekuwa kati yetu. Tunasema ni asanti. Thank you Father, in the mighty name of Jesus. Father, we pray for all those who are sick. Mungu wa ajabu, wale wote ni wagonjwa, wacha huruma yako, neema yako iwafikie. Nyoosha mkono wako Mungu wa ajabu, kwa huruma zako uponyeshe wale walio wagonjwa, wafikie waliopo Mungu wa ajabu. Wacha hii mili inauma Mungu wa ajabu, sababu wewe huchukuangi consultation fee, wewe huchukuangi pesa za hospitali ati za dawa ama nini, unaponyanga. Mungu wa ajabu, kumbuka hawa watu, kumbuka mayatima yote wote mahali waliopo Mungu mwema, kumbuka widows wote my God, wape kile chote wenye hawana, wenye wako na makesi kotini, kuwa jaji wao, wenye hawana chakula, wenye hawana nyumba, waprovidie, wenye hawana nguo, waprovidie. Also wenye hawana, the poor who are among us, my God, remember them. The foreigners, remember them, oh Lord. Sababu wewe ni Mungu mwema, sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Mbingu ni lako, dunia ni yako. Na ndio sababu ulipenda dunia sana, na dunia ni mwanadamu, ukatuma Yesu Kristo akuje akue hii daraja, ndio binadamu awe anavuka anakuja kwako. Singeweza kukuja Mungu wa ajabu bila Yesu, damu yenye alimwaga. Ni asanti sababu ya hiyo damu. Thank you sababu hiyo damu ndio imeweza kuponya hawa walio wagonjwa. Asanti sababu hiyo damu ndio inatupigania vita zetu zote. Tusaidie Mungu wa ajabu kukuwa tunapendana. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na tunasema amen, amen, amen. Thank you so much. Thank you so much, my dear brothers, my dear sister. I really appreciate. May God bless you. May God keep you. May God light up his countenance upon you. May you are coming in and you are going out be blessed. May the work of your heart be blessed. And it is in Jesus' name I do pray, trust, and believe. Amen. 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 Thank you so much. Bye-bye till another time. Amen. Amen.